Evans, watu wanamchagua sana Libase Gay kwenye game day 1. Yeah, alifanya vizuri sana. Na unahisi ni winga bora sasa hivi nchini Tanzania kwenye ligi yetu ya NBC? Yeah, kwa alichokifanya msimu ulio toka maiki vizuri usikike na wadau. Wananchi wakusikie, hapo fresh. Hapo unanisikia? Kwa alichokifanya msimu uliopita kilikuwa ni kitu bora, na msimu huu pia ameuanza vizuri. Ukiangalia mechi ambayo wamecheza dhidi ya Kagera, performance aliyokuwa nayo ilikuwa ni performance nzuri. Na ukiangalia namna ambavyo ametengeneza goli la pili ambalo anakuja kulifunga Mpanzu, ndio kitu ambacho kimewafanya watu wengi naamini wamchague. Lakini kuna watu ambao wamefanya vizuri zaidi yake kwenye game day 1. Lakini kwa hiki ambacho kinazungumzwa naungana nao kwa sababu ya performance ambayo amekuwa nayo kwenye ile mechi. Ukimwangalia na wachezaji wengine, kuna namna alijitofautisha. Alikuwa na usahihi mkubwa sana baadhi ya matukio kwenye kufanya maamuzi, lakini kuna vitu vingine pia alikuwa na delay kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Yani tukiwa tunazungumza mawinga wanafanya vizuri sasa hivi kwenye ligi yetu, hakuna namna unaweza kumuondoa Libase Gay. Naamini kwenye top 3 yuko hapo. Wewe utachagua unamweka wapi? Wengine wawili ni kina nani? Wengine wawili ambao nikiangalia kwenye ligi yetu wakati huo anafanya vizuri, nani ana deserve kuwa hapo. Kwa msimu uliopita hakuna namna nilikuwa naweza kumuondoa Pacome kwenye eneo la pembeni. Anseura hakuna namna unaweza kumuondoa kwenye ile eneo kwa sababu alikuwa na performance nzuri. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Libase, Karabaka, na pia hata msimu huu ameanza vizuri pia. Yes. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri na performance bora kwa sababu ya kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Kwangu mimi kwa Libase Gay naamini ni mchezaji mzuri. Tusubiri tu muendelezo. Kama atakuwa na performance ya ile robo ya mwisho ya msimu, inawezekana akaja kuwa mchezaji mwingine ambaye tunamuimba kama ambavyo msimu uliopita watu walikuwa wanaimba baadhi ya majina. Inawezekana pia akaja kuimba. Katika nyakati ambazo vilabu vyetu vinakuwa vinashindwa kuwalinda wachezaji wao muhimu mbele ya vilabu vikubwa vya kaskazini mwa Afrika. Simba wataweza kumlinda Libase Gay. Tumeona kwa Yanga Alan Wekelo ameondoka kwa ada ya zaidi ya bilioni 3, lakini Simba wana Libase Gay, na tukifuatilia profile yake mmoja kati ya wachezaji ambao pia wamepata nafasi ya kwenda hadi nje ya Afrika. Lakini kumlinda sasa, kwa sababu kama ataendelea na performance hii, maana yake kuna nyakati sasa Simba watashindwa kuresist bei ambazo zitakuja mezani. Watu wanamtaka mchezaji. Inawezekana kwa sababu maisha ya football pia ndo hayo. Yani sehemu ya kuuza na kununua ni sehemu ya maisha ya mpira. Ni wao sasa watakuwa wanaangalia mahitaji ya timu yao, kilichopo mezani, kipi ni bora kwa wakati huo. Kwa hiyo ikija ofa ambayo ni bora na mnaweza kurudi sokoni kwenda ku scout mchezaji mwingine mzuri, inaweza ikawa ni sehemu ya faida. Kwa sababu kama unakumbuka kipindi ambacho Simba ile ya moto, Simba ishikiki, walikuwa na Chama, walikuwa na Maxon na wote waliwauza. Kwa hiyo wakatengeneza fedha kubwa sana na mwisho siku wakarudi sokoni. Kinachokuja kutokea, lakini walivyorudi sokoni si unaona kilichotokea. Ndio hicho sasa ambacho inawezekana usipate watu ambao watakuwa na quality ile tena. Mwisho siku ikawa ni kwako ni hasara. Lakini ukipata watu ambao ni bora, inawezekana ukao umekaa unakula tu faida ya kile ambacho ulikifanya. Kwa hiyo inawezekana kikubwa ni mahitaji ya timu kwa wakati huo ni nini. Tunaweza kumuuza huyu mtu na tukapata faida, au tunaamini tukiwa naye sisi itakuwa ni faida kubwa zaidi kuliko tukimuuza, kwa sababu tunaenda kushiriki mashindano hayo ambayo tunaenda kukutana na hawa watu. Wanakuja kununua hizo qualities kwetu sisi ili kutudhoofisha. Tukikutana nao tusiwe na hiyo nguvu tena, kwa sababu tunazungumza sasa hivi Simba hii ambayo tunaiona, ukiondoa Libase, ukiondoa Anse Toura, timu imekufa kwenye eneo la mwisho. Lakini lakini ndio hivyo sasa, lazima hivyo kwa sababu ndio wachezaji muhimu zaidi. Ndio maana nasema sasa option itabaki kwa Simba. Tufanye biashara au tubakishe quality iendelee kuwepo sehemu ya timu yetu. Maamuzi yatabaki kwao. Lakini kwa kinachoendelea mpaka wakati huu ni mchezaji ambaye watu naamini wanaanza kumtolea macho. Na tukienda kwenye mashindano ya kimataifa akiperform, sitegemei kumuona msimu unaokuja. Huyu inawezekana hata Januari tu watu wakapita naye. Ingawa nadhani hicho kitu ambacho umekisema Rich, kwa miaka ya sasa hivi kimepungua kidogo tofauti na nyuma. Yaani kipindi cha nyuma ilikuwa ukimuona mchezaji mzuri kwenye ligi yetu, msimu unaokuja unaandika kabisa kwamba hata kuwepo. Qualities pia zimepungua. Yaani hizo qualities sasa hivi imekuwa ni qualities za wachezaji. Yes, ni moja.
Hivi kuna kipindi tulikuwa tuna prime ya wachezaji yani walikuwa wanafanya vizuri wachezaji wengi, lakini sasa hivi unaweza kukuta kwenye mfululizo wa stories za wachezaji kuhusishwa unakuta ni wachezaji wawili mchezaji mmoja. Ila mimi naona kama sasa hivi ndo tunasajili majembe kwa sababu kuna kipindi hapa katikati tunasajili majembe lakini wakishakuja hapa hawafiki hiyo prime ya watu wengine kuwaona kwamba ni mali. Ndio tatizo linaanzia. Msimu sababu mtu kama Okello amekuja msimu uliopita kwa dola 300. Yani ndio hiyo tunazungumza sasa kwenye mmoja ndio hawa kina Alan Okello. Umesema tunasajili majembe lakini wakija hapa hawao na huo mwendelezo. Vinakuwa havifanyiki tena kwenye madaraja hayo, na ndio maana unaona kuna muda watu unakuwa sio deal. Kama nani? Waliwahi kuwa MVPs kibao, waliwahi kuja kwenye hii ligi. Lakini hawakuwa story kwamba kuna vilabu vimekaa mahali vinawaangalia. Na ndio maana ukiangalia mwisho siku wakienda huko hakuna kinachotokea. Lakini sio umeondoka, yani kwa sababu issue sikuondoka. Inawezekana wanaondoka kwa sababu mikataba imeisha, sio watu wanakuja. Wengine wananunuliwa Evans. Mfano mtu kama Anise Oura amenunuliwa. Yani mimi nazungumzia kutoka kwetu kwenda huko. Sasa hivi si ndio ametoka Simba akaenda Algeria, Sierra Belouizdad. Ameuzwa. Ndio nasema yani ni wachache, sio kwenye hicho kiwango kwamba ukikaa hivi unasema yani Ahali wanazungumza kwamba twende Tanzania tutapata wachezaji. Evans, kama mchezaji gani ambaye alitoka huko akiwa jembe alafu akaja hapa kiwango kika drop kama unavyosema? Wamewahi kuja hapa wakina alikuwa nani yule winga mmoja kamanda anampenda sana. Mkameruni Onana. Huko alikotoka alikuwa mtu kweli, amekuja hapa alishindwa kufikia ile pika aliyokuwa nayo kule. Hata ukiangalia mazingira yeye kuondoka hapa hayakuwa kwenye ukubwa huu ambao sisi tulimleta nayo hapa. Angalia walivyoondoka kina Debra, angalia walivyoondoka kina Valentino Uma, wakina Okejefa. Yani kuna wachezaji walikuja wakiwa na profile. Wameondoka hapa watu ni hakuna kitu mnaweza kuofa. Yani sisi na nyie tunaona kabisa kama Simba inafika level ya kuamini kwamba huwezi kutusaidia. Ahali anakuja kufanya nini? Wydad anakuja kufanya nini? Angalia vurugu iliyotokea kwa namna ambavyo ameondoka Fiston Mayele. Angalia vita iliyotokea kipindi anaondoka Stefan Azizki. Angalia kinachotokea kwa Alan Okello. Ingekuwa Young Africans hawajapata mbadala wa Alan Okello, I believe huyu mtu asingeondoka. Yani walivyokaza kwa Mzize, naamini ongekaza kwa Alan Okello. Lakini wana hiyo power, tunamwachia Alan Okello kwa sababu tuna mtu ambaye tuliwahi kuwa naye na aliperform kwenye level kubwa. Hatuna mashaka, hatuna wasiwasi kwamba huyu ataanza kuadapt vitu mwisho siku, lakini anajua Young Africans ni timu ya aina gani, inahitaji nini. Kwa mwisho siku akiingia ni moja kwa moja kwenye timu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji walikuja wakiwa na profile kubwa. Musa Balakonte kinachotokea, Celestine kuwa, yani kuna watu walikuja wakiwa na profile kubwa, lakini mwisho siku vilabu vinaona huyu hatutatoboa. Wao wenyewe ndio wanaamua kuachana na wewe. Kwa hiyo baada tujafika hiyo level ya kukaa na kusema kwamba watu wakikaa sui Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, Afrika Kusini huko watasema twende Tanzania kuna wachezaji. Kidogo imekuwa ni sio kwenye level hiyo. Ndio maana unaona sio wanaondoka mtu mmoja. Na ndio maana zikija hizi deals zinakuwa ni story kubwa kwa sababu sio za kujirudia. Ni deals zinazokuja mara moja. Kwa hiyo kwangu mimi naamini bado, ila tutafika kwenye hizo levels. Na kwamba tukikaa wachezaji wako watatu msimu kimalizika wanne watu wanawavizia. Lakini sasa hivi tuendelee na hii moja. Of course, kwa Libasi Gay hapo nafikiri Simba wanatakiwa kuwa makini sana. Yani, nafikiri ni moja kati ya mawinga ambao nafikiri hata kuna vilabu nchini Tanzania vinaweza vikawa vinamtazama, vilabu vikubwa ambavyo vinashindana na Simba, lakini vilabu vingine vya nje. Kwa hiyo tusubirie. Sasa ulimuona, kwa sababu nimeona kuna watu pia wamemchagua Abdul Nasir Abdalla maarufu kama Casemiro. Kijana wa Young Africans anacheza eneo la kiungo mkabaji. Umemuona? Mechi ya juzi. Kwa performance nzuri sana na nafikiri apoteza mpira mara 2 tu kwenye ile mchezo. Na inawezekana alijifunza kutokana na makosa ya mechi ya siku ya Mwananchi. Amepewa mali akaisi yuko mwenyewe kiwanjani, hakuna mtu mwingine anacheza naye. Watu wamepitia likaenda likawa goli kwa sababu alienda kufanya sliding tackle, lakini mwisho wa siku clearance yake ikaenda tena kwa adui. Imepigwa mpira ndani, wameenda kufungwa. Naamini ni sehemu ambayo yeye mwenyewe alienda kujifunza. Unajua alizungumza Mgunda kwenye mechi ya Namungo. Alisema inauma sana kujifunza kupitia makosa yako. Goli ambalo alifungwa goalkeeper wake na Maxi. Yani tayari ndio umekosea. Tunaamini ukienda kwenye kiwanja cha mazoezi utarekebisha hiki kitu, lakini tayari kimesha tugharimu. Baki wake yule Bashemvuni
Kadilei sio alikuwa anawaza kitu gani, watu wamepita na mpira wameenda kufunga. Tutaenda kurekebisha hii hali ni kwa nini ilikuwa hivi, lakini tayari tumeshapoteza mchezo. Alama moja tumeshindwa kuipambania, tumeshindwa kupata alama 3. Tumepoteza mchezo kabisa. Kwa hiyo naamini kwa bwana mdogo Casemiro alijifunza kutokana na makosa. Mwisho wa siku unakuja kwenye mechi ambayo ina pressure kubwa kuliko mechi ambayo ametoka kucheza. Kwa hiyo unajua ile mwalimu anakupa picha kwamba yale uliyofanya pale ilikuwa ni mechi ambayo hata tukifungwa hakuna kitu inatugharimu. Haya sasa leo tukifungwa hapa na wewe ndio umecheza kwenye ile eneo, lawama zote zitarudi kwako. Kwa nini tumefungwa? Kwa nini mimi nilikuamini wewe? Inawezekana nikaja mimi kushushiwa lawama na wewe ukaanza kusemwa kwenye namna nyingine, lakini mimi ambaye ndo wasimamizi na wasimamia nyie, naonekana huyu mtu hataki kucheza tena. Atakuja kutu kosti kwenye mechi yenye maamuzi ya mwisho, kwamba hii ni mechi sasa kushinda ndo option pekee iliyopo ya sisi kutoka tulipo. Akafanya hizi mistake tukafungwa, lakini mwisho siku naamini bwana mdogo alijua ni nini anatakiwa kukifanya. Cha kwanza, ukiwa unacheza kwenye eneo hilo, majukumu yako ya msingi ni yapi? Kilichomponza siku ile ni hakufanya tu scanning. Yeye amereceive mpira aliko, yani huko alikokuwa anaupokea mpira ndio akili yake na macho yalikuwa kule kule. Hakuwaza kushoto kulia, nyuma yake nani anakuja. Anakupa ile nani Casemiro. Kwa sababu unaitwa Casemiro, maana yake ni kwamba unatakiwa uoneshe wai wa Casemiro. Ana hizo characters za Casemiro, pindi ambapo anakuwa ana mpira na pindi ambapo hana mpira. Na mimi na enjoy sana akiwa hana mpira. Yaani timu ikiwa inautafuta huo mpira. Na enjoy sana. Anauchukuaje mpira? Yaani ni anafanya yuko aggressive. Yaani yuko aggressive. Sehemu ya kufanya tackling atafanya. Sehemu ya kutumia nguvu atatumia. Sehemu ya kuzuia space atazuia mpira usiende. Itabidi utani urudi ulikotoka. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye naamini akiwa anaendelea kupata dakika za kucheza, kile ambacho watu wanakiamini kwenye miguu yake kinaweza kuja kwa kitu kikubwa zaidi kwenye mpira wa nchi. Kwa hiyo kikubwa ni game time tu. Kama ameweza kuperform kwenye mechi ya Namungo, inawezekana huyu mtu mechi ya Mashujaa akacheza, inawezekana mechi sijui ya Polisi akacheza, inawezekana mechi sijui dhidi ya Geita akacheza, kwa sababu uwezo uko pale. Kikubwa tu ni usimamizi ulio mzuri. Na mimi na enjoy kuona makocha ambao ukikosea kesho na kurudisha kiwanjani. Unakumbuka kilichotokea kipindi cha bwana mdogo wa Simba alijifunga. Nani? Sasa hizi yuko Kevin Kijili cha Sambi. Cha Sambi. Yule Kijili ajifunga kwenye dabi kaka. Dabi hakuna mtu anamsamana na wewe. Yaani dabi ndo tuondoke. Hata mechi nyingine za kawaida. Ni basi tu, yani square courage yashukie. Ni sawa sawa na Yanga jinsi ambavyo waliweza kuvumilia kusema tubaki na yao kwasi. Yaani ni vitu ambavyo ni very rare. Yaani ndo kingine ndo hicho sasa kujifunga. Yaani ukijifunga alafu bado timu ikawa nyuma yako. Kwa sababu umejifunga wakati timu inagombea ubingwa ujue. Yaani wewe unajifunga wakati Simba na Yanga zinakimbizana. Richi jifunge kwenye mazingira yote, sio mechi ya dabi. I mean kwamba Evans, kwa mfano Simba wasingejifunga kwenye ile mechi ya wale Fountain Gate. Hata Simba tuseme wameshinda ile mechi, wamekuja kupoteza kwa Yanga. Bado kulikuwa kuna possibilities. Yaani kitu ambacho mimi na nilomtaja Kevin Kijiri ndo maana nikakupeleka kwamba kuna mechi ukijifunga inawezekana ikawa story yako ndio inaishia hapo. Hivi kwenye issue ya Casemiro, Young Africans ndo timu pekee ambayo ilimchezesha mchezaji kijana au kuna timu nyingine? No, timu nyingine zipo. Labda unazungumzia kwa hizi timu kubwa, Simba na Yanga labda. Kwa sababu Simba sikuona wametumia mchezaji ambaye ana umri chini ya miaka 20. Wengi wanatumia wachezaji wao. Kwa hiyo kinachotokea kwa mtu kama Chasambi, alijifunga lakini mwalimu alimwamini, mechi iliyofuata akacheza tena. Kwa hiyo kuna vitu ukijaribu kuviangalia kidogo inakuaga ni changamoto. Na wachezaji mara nyingi wakijifunga, focus ya mchezo inaondoka. Ndio maana wengi wao wanaombaga mabadiliko. Yaani wengi wataomba mabadiliko sababu wanajua akili yangu haiko tena kwenye huu mchezo. Kila mtu ananiangalia mimi. Na ikitokea ndo goli kama la Chasambi ndo goli inaenda kuiua mechi. Iwe ni sare au kufungwa kabisa. Kidogo inakuwa mtihani. Kuna clip niliwahi kupostiwa mechi moja Real Betis. Yule jamaa amejifunga kamba 3. Yeah, hadi wenzake wakamwonea huruma. Yaani amejifunga kamba ya kwanza, watu tuondoke ni mchezo. Kajifunga kamba ya pili, akaomba hadi kutoka. Kamba ya tatu akaona nibadilisheni. Akatoka kabisa. Hata Harry Maguire ule mfululizo wake wa kujifunga kuna muda ulimtoa mchezo. Sema mimi kwa mfano kwa Casemiro. Hivi Yanga wana midfielder ambaye ni pure defensive. Kwa maana kwamba ukiachana na wale wawili ambao mara nyingi sana wanacheza. Kwa maana kwamba Mudathir na Duke Abuya, wale ni pure midfielders ambao wana jukumu la majukumu ya kiulinzi 100%. Mimi nikimwangalia Casemiro na hisi bado ana nafasi mbele ya hawa. Speaking of, kama Yanga anahitaji defensive midfielder 100%. Kama unahitaji midfielder kwenye eneo hilo anaweza kufanya majukumu kwa 100%. Ukiangalia